Na hii kesi ambayo ilitakiwa kusikilizwa jana juu ya ule mgogoro wa mgawanyo wa rasilimali inayokabili Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na imepelekwa mbele kutokana na kuto kufika kwa Jaji Hamidu Mwanga. Nilitaka kujua sasa kisheria hii ikoje? Wao kama Chadema wanataka jaji aondolewe. Hii kisheria inaweza kuwapa nafasi ya jaji kuondolewa kwenye kesi hii? Kwanza nashukuru, ni kweli kwamba jana tarehe 24 kesi ilipangwa kwa ajili ya kwenda kusikilizwa na mbele ya Jaji Hamidu Mwanga ambaye ndio jaji ambaye anasikiliza shauri hilo. Lakini kwa isiyo bahati mahakama ikawajulisha Chadema kupitia msajili kwamba Jaji Mwanga ana udhuru, yuko Mtwara, anaendelea na mashauri mengine. Kwa hiyo shauri hilo likabidi liahirishwe mpaka tarehe 10 Julai. Maana yake ni kwamba ahirisho hilo la takribani mwezi mzima ina moja kwa moja lina athari kwa chama, kwa sababu bado hawataweza kuendelea na operations za chama kwa sababu ile zuio linaendelea kuwa tactic mpaka pale ambapo shauri litakapo fika tamati. Kwa hiyo hatua ya shauri kuahirishwa kwa muda mrefu vile, anayeathirika zaidi ni Chadema kuliko mtu mwingine yeyote. Sasa wamekuja na hoja kwamba hawana imani na mheshimiwa jaji na wanamtaka ajiondoe kwenye shauri. Of course ni kwamba kisheria ni utaratibu wa kawaida, mteja au mwananchi anapokuwa anaonyesha kutokuwa na imani na jaji fulani au hakimu fulani kumtaka ajiondoe, ni swala la kisheria, na lakini uamuzi wa mwisho wa kukubali kujiondoa kukataa ni wa jaji mwenyewe. Kwa hiyo inabidi sasa, of course ni kwamba maombi hayo huwa ni aina mbili. Moja, unaweza kukataa kupitia kwenye shauri lenyewe, kwa maana wakati shauri linaendelea kama address jaji kwamba hatuna imani na wewe, tunakutaka ujiondoe, au unaweza address nje ya jaji, kwa maana kwamba ukiwa hauko mbele yake, kama alivyofanya Chadema wala kwamba address kupitia media. Lakini naamini kwamba kama jana shauri lingeendelea, ninaamini moja ya hoja ambayo ipaswa waipeleke ilikuwa ni hiyo, kumwambia jaji kwamba hawana imani naye. Sasa ukisha address hoja kwamba jaji sikutaki au sina imani na yeye na kutaka ujiondoe, mara nyingi ni kwamba jaji huwa anatakiwa kwenda kuandaa uamuzi, kwa sababu ni kama pingamizi, aenda kuamua uamuzi mdogo au anawaleta ruling wa kama sababu za yeye kujitoa zina mashiko au la. Kama hazina mashiko atawaambia sijitoi, kama hazina mashiko atawaambia nimeona ni busara sasa nakaa kando. Tukumbuka mwaka 2021 kwenye kesi ya Mheshimiwa Mbowe ile ya ugaidi kula mkabili, jaji wa mahakama kuu kipindi hicho ambaye leo ni kiongozi Mheshimiwa Jaji Mustafa Siani aliondoa kwenye shauri hilo la kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Mbowe kwa sababu ambazo pia alizieleza, lakini pia mawakili wa Mbowe walikuwa wameshazieleza. Kwa Jaji Siani akaona ni busara akakaa pembeni na jaji mwingine akateuliwa kushika mikoba ya lile shauri ambaye ni Jaji Tiganga. Kwa hiyo hata hili sio jambo geni. Morning Bantu.